Amani ya Bwana iwe nawe ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa One News Media. Basi tunakukaribisha kwenye kipindi chetu cha habari kupitia media yetu hii ya One News Media. Basi kama wewe ni mgeni au ni mara yako ya kwanza kuanguka kwenye video yetu, basi tunakuomba ufanye kitu kimoja, una subscribe na comment na kushare ili wengine waendelee kupata habari zetu. One News Media inaendelea kupatia habari kamili na za mpya na za ukweli kabisa. Basi bakia au usubscribe ili uendelee kupata habari zetu kamili za saa zote, kila tukio upate na habari. Mtangazaji wako ni Idi Elisha kupitia One News Media, kila siku ninakupasha. Basi acha nikusogezee habari zetu za leo hii ya vitu ambavyo vinavyoendelea nchini DRC. Basi acha nikusogezee habari. Habari kamili. Kama gisi nilivyokujuza, tunaanzia hapa Kalemi ambako kumeweza kukomeshwa kikao siku hii ya kwanza, na kikao hicho kilikuwa ni cha kuongeza kiwango cha wanamemba wa mawasiliano wa CREC Tanganyika, na watu wengi wanaojumuika na mawasiliano huko. Kikao hicho kilikuwa kinafaa siku 8, na huko kilikuwa kikisaidiwa na division jimboni ya mawasiliano na vyombo vya habari kwa msaada kifedha na UNICEF, huku Didier Nyangisa akiwa ni mwalimu katika majifunzo hayo aliweza kuomba washiriki kuweza kuandaa kutangaza walioweza kujifunza kwa kikao hicho. Mengi naye Juvenal Mudimbi. Tuko kwa ajili ya kusaidia mawasiliano ya division ya jimbo inayohusika na vyombo vya habari iliyoweza andaa majifunzo kwa wapashaji wa habari. Mtaweza fahamu kuandaa majifunzo hayo sio rahisi kwa kila kitengo kwenye shirika la UNICEF kwa kuweza kusaidia kitengo hicho. Mtafahamu ya kwamba ni majifunzo muhimu inayohusu wapashaji wa habari. Tuliweza jadiliana mambo mengi inayohusu wapashaji wa habari, na ndani ya majifunzo hayo tuliweza kugabula vigundi mbalimbali. Kila kigundi kilikuwa na mada ya kwake kwa ajili ya kuleta mchango kwa pamoja. Ni furaha kwangu kuweza kutumikia jimbo. Majifunzo hiyo inaweza leta maendeleo ndani ya jimbo letu, na kwa sasa jimbo inakuwa na watu wanaoweza kwenda kuleta majifunzo haya kwa vitengo vingine, na hiyo ni moja kati ya umuhimu wa majifunzo hii. Niliweza andaa majifunzo hii ndani ya majimbo mbalimbali, ila kwa jimbo hii naona watu walioshiriki weko na kiwango kikubwa cha elimu. Kwa mitihani tuliweza wapatia, inatupatia nafasi ya kuweza kuchunguza misaada ya kiutu ndani ya jimbo letu la Tanganyika, kwa hiyo inayohusu vyombo vya habari. Wale walioshiriki katika majifunzo hii waliochangia ndani ya mada ambayo tuliweza wapatia na kuleta mtazamo kwa vyombo vya habari. De communication. Manono. Shirika la raia la tarafa hiyo linaweza kushutumu kuwekwa kwa vizuizi na vitengo vimoja vya serikali. Kwenye vizuizi hivyo, watembeza bodaboda pia waendesha baiskeli wanakuwa wakilipa 2500 ya kikongomani hadi wanafikia kwa kulipa 5000 kwa kuweza kupita kwenye vizuizi hivyo. Na huku niendee kukujuza ya kwamba washirika huo wanaendelea kulalama, na huku akiwemo Padri Moses Kiluba akiwa ni coordinator wa shirika hilo la raia, huweza kusema ya kwamba serikali haipati kabisa pesa hizo sababu hazingi kwenye mfuko huo. Huyu hapa kwenye microphone yake Fabie Kambizi. Usafiri wenye wanakuwa wakifanya wanaifanya bila kupata faida, na hiyo fedha yenye wanakuwa wanalipa inakuwa tena tatizo kubwa kumagumu yenye raia wanakuwa wakipambana nayo kila siku. Kwa sababu hali hii inakuwa ikikuwa ngumu kurahisisha raia waweze kutembea. Kama mtu anatoka huko Kabongo kuelekea kwenye tarafa la Manono ama ya Moba inakuwa kugumu kabisa, na ngambo nyingine wale wanatoka huko Kabinda wanakuwa na mabomu ya mafuta, ila wanakuwa na ugumu sana, kila mara wanalipishwa pesa, na wengi wachuzi wanakuwa wakipoteza kwa sababu hawafaidike na kazi wanakuwa wakifanya.
wakifanya, na kama wanakuwa wakisafiri ni kwa ajili ya kulisha familia yao. Raia wanakuwa haswa maskini na vitendo vya wizi vinakuwa vikiongezeka. Habari mpya za uhakika zilizokamilika ni kunako Nzenga News. Na tukielekea huko Kasai ya kati ni kwamba bunge la jimbo linakuwa likiishi kwa vurugu wa kisiasa na kuweza kuchongeana kwa uongozi mbaya kati ya baraza iliyoweza kutolewa naye bwana Daniel Lukusa na baraza mpya ya umri. Mengi ni ndani ya ripoti yake Ali Useni. Jimboni Kasai Central kwenye chumba cha bunge la jimbo hilo mnamo tarehe 10 Juni ndipo waliweza kuondolewa kwenye madaraka ya uongozi wa chumba hicho. Viongozi hao wa zamani wa chumba hicho waliweza kusemewa kutokana na matumizi mabaya ya fedha pamoja na usimamizi usiokuwa wazi, na hawa walilazimisha ili waweze kuingia kwenye chumba hicho. Hata hivyo walizuiwa kimwili kufanya hivyo, na hilo kundi la wabunge waliounga mkono kesi hiyo ya wao kuweza kusimamishwa. Na hayo ni kupitia kujitolewa kwake mbunge Willy Mushie, mmoja wa bunge waliolalamikia kesi hiyo. Ikipinga hali hiyo ya muda wa mkutano huo, uongozi wa zamani uliitisha kikao chake mnamo Jumatatu hii tarehe 16 Juni kwa nia ya kuchunguza maombi yaliyowasilishwa dhidi yao. Tendo hilo lilishangazwa na watu wengi kuwa sio tendo la kawaida. Kutokana na tendo hilo la wasiwasi wa matukio hayo, kikao cha mashauriano kiliweza kuhamishwa kwa haraka hadi kwenye chumba cha mkutano kwenye mjengo wa utawala. Katika kikao hiki, naibu mwandishi makamo Jean Masala pamoja na wabunge 18 waliweza kuchagua kwa upande wao Daniel Lukusa pamoja na ofisi yote. Jambo hilo lilishangaza watu wengi kwenye hali isiyofahamika na kupinga hayo. Kwa kushangaza, wakati wa kura hiyo iliyofanyika, wajumbe watatu wa ofisi ya zamani kama vile Papi Noel Kanku, presidenti makamo, pamoja naye Anakle Muyaya, muripota, naye Justin Mangala kama kester, ni hivyo waliweza kutangaza kiwazi kujiuzulu na kuacha makazi yao. Kwa upande wa ofisi hiyo ya bunge la jimbo ikiongozwa naye mbunge Stefano Manda, mara moja iliweza kushughulikia swala hilo kubwa ambalo lilikuwa limepuziwa kwa muda mrefu. Uwepo wa wafanyakazi waliopo ndani ya chumba hicho kisha kutimuliwa kwa ofisi yake Daniel Lukosa kwa usimamizi mbaya. Ofisi mpya zinapanga ukweli kwamba watu kadhaa waliopo kwenye bunge hilo wanakuwa wakipokea mishahara isivyostahili bila kufanya kazi kidogo kwenye chumba hicho cha bunge. Na kwa kuongezea, baadhi ya watu waliorozeshwa kama wafanyakazi wanaripotiwa kutokuonekana katika ofisi hiyo hata katika ujumbe wa bunge la mkoa. Presidenti wa chumba hiyo ameahidi kuendeleza mapambano hayo ili kurejesha utulivu na adabu pamoja na uwazi katika chumba hicho. Asante. Kama gisi nilivyo wajuza ya kwamba kwenye taarifa tutashirikiana naye Juvenal Mudimbi. Juvenal, jambo. Jambo bibi, kwa wasikilizaji pia anawatakia jioni njema. Matumaini yangu ni kwamba upo salama salimini. Salama kabisa. Basi tupatie habari zifuatazo. Tukumbushe kwamba tarehe 16 Juni ya kila mwaka ulimwengu unaendelea kusherehekea kilimo, sekta muhimu kwa usalama na maendeleo katika sekta ya chakula. Nchini DRC ukosefu wa usalama na vile vile ukosefu wa chakula inaendelea kusababisha matatizo makubwa kwenye eneo kubwa ambayo udongo unakuwa ukishindwa kulimwa. Tulielekeza pia macho yetu kwenye sekta muhimu ya vijana ambao wanaendelea kufanya utafiti katika sekta ya kilimo pale Lubumbashi. Wengi waliweza kuhimizwa kwa ajili ya umuhimu kabisa wa kuendelea kujikaza katika sekta hiyo ya kilimo. Tupate mengi zaidi na bibi Neli Ngungwa. Nyuma ya shule ya kilimo kuna mashamba kubwa ya wanafunzi ambaye weko nafata shule ya kilimo. Prince Sikumbi ambaye ni umoja wa wanafunzi ambaye weko nafata shule ya kilimo aliweza kuhimiza wenzake kwa kufata shule hiyo, kwa sababu ni shule inaomba kujitolea kwingi ili kupata mazao mengi. Watu wengi wanakuwa naenda kufata mashule yengine wakiacha shule ya kilimo. Upande wake
wake Steve Mbuya aliona ya kwamba sekta ya kilimo ni sekta ambayo inatakiwa kuangaliliwa vizuri na kujiwekeza sana, kwa sababu mji haiwezi kuendelea bila sekta ya kilimo. Kutokana na kusherekea sikukuu ulimwenguni ya shule ya kilimo, wanafunzi wa shule hiyo walijitoa kwa kuhimiza wenzao kwa ajili ya kujitia na kujitolea katika sekta ya kilimo. Pia vile vile waliweza kutoa wito kwa wakuu viongozi wa nchi la DRC waweze kujitoa, wakitoa pia pesa nyingi ili sekta hiyo iweze kuendelea, na ndo pale nchi nayo itaweza kuendelea. Na kwenye habari kitaifa tuelekee pale mji mkuu Kinshasa, kwenye ambako waziri mkuu Bibi Judith Suminwa aliweza kupokea siku hii ya kwanza muungano wa wanabunge kitaifa wa jimbo la Tanganyika. Waliweza kumpelekea ujumbe wenye kuongozwa na mwanabunge John Banza, ambaye aliweza kwenda kuzungumzia masuala ya usalama kuanzia matokeo ambayo iliweza kuripotiwa ya mauaji katika jimbo la Tanganyika. Tupate mengi zaidi na bwana Emmanuel Mukundi akiwa mbunge wa tarafa ya Nyunzu, akielezea masemi na ripoti ya mazungumzo hayo kwenye mic ya mwenzetu Guillaume Ngoa Misi pale mji mkuu wa Kinshasa. Ya kwanza ni kuhusu security kwetu Tanganyika. Nawaza mnamuona vice premier ministre de l'intérieur eko pale. Tulisemea security, tukaomba ya kama kwetu kumoba kuna wandugu wako katikati ya fujo na waliomba warudie, gouvernement ibasaidie batoke barudie ili amani irudie kumoba. Neno la pili kubwa ni ile inondation ya kwetu Moba Kalemi. Ni kweli kuhusu inondation, Kalemi iko parmi mavile mbili inachakuliwa katika Kongo nzima, vile ya Kinshasa na vile ya Kalemi. Gouvernement inachakula ile mavile ili tugombane kabisa inondation imalizike. Na kwa kutafuta ile inondation imalizike, gouvernement atapigana atujenge dig kwa kuproteger maji vile kwa muda wa Babelge. Na ya pili, gouvernement atatusaidia kutujengea poro yetu, na ya tatu kutengeneza boulevard yetu Lumumba isikatike vile iko na katika. Kuhusu toujours ma inondation, gouvernement anatuambia atatuletea madrag ni mabato ile natoshaka mabulongo umaji juu batoshe bulongo mulukuga na lukuga yanje kushuka bila problem. Kuhusu mabalizere ile Kongolo juu kutosha udongo katika bahari tokea Kongolo hadi Bukama, ile balizere iko ya kumalizika na leo gouvernement yatuambia bataimalizia. Na ya tatu ni kuhusu filtizaf. Tunamwambia tena premier ministre, sisi hatuombi bitu biwili ama bitatu, sisi tunaomba ile mamba filtizaf balikide ile societe, na bakisha kulikide ile societe baanze kwanza kulipa ama kusaidia ba ancien travailleur vile balifanyaka kwa NCCC na vile balifanyaka kwa Jekamini. Ndenga News katika eneo yote ya jimbo la Tanganyika hadi kando ya ziwa kuu. Ubora wa habari ya ndani ni kupitia Ndenga News. Na kutoka huko mji mkuu wa Kinshasa tujielekeze huko Kivu Kusini, ambako jemadari wa kujitangaza mwenyewe akiwa ni bwana Rukumeta Biriho Peter aliweza kufariki kwa majeraha ya masasi tarehe 14 Juni majira ya asubuhi. Akipashwa habari hiyo, meya kwa muda wa mji wa Uvira Kifara Kapenda Kiki aliweza kwenda huko msibani. Mengi maelezo ni kwenye mikrofoni yake François Bukuru. Alipowasili eneo hilo, meya kwa muda wa jiji la Uvira ametoa salamu za rambirambi kwa jamaa la hayati. Baadaye amezungumza na wanamemba wa jamaa la hayati na wale wenzake wa kikazi kwa lengo la kuweza kutoa mpango wa maziko. Wamekubaliana kwa pamoja kuwa sherehe ya maziko ya hayati Rukumeta Biriho Pierre itafanyika siku ya 3 tarehe 18 mwezi Juni ijayo. Meya kwa muda wa jiji la Uvira Kifara Kapenda Kiki amechukua fursa hiyo kuweza kuhakikishia wanamemba wa jamaa la hayati ya kwamba anawaunga mkono wakati huu mgumu, huku akihakikisha kuwa viongozi kwa ngazi ya jiji la jimbo na wale wa kijeshi watafanya lolote liwezekanalo ili waweze kuheshimisha hayati Rukumeta Biriho Pierre ambaye amefariki akitetea nchi. Kanali Joseph Tipi, kamanda mjini wa FRDC, amechukua fursa hiyo kuweza kushauria vijana wanakunzi la hayati Rukumeta. Amewaomba kubaki kimya na kuepukana kupiga murio wa risasi kiolela katika jiji
la Uvira kwa kutokuyumbisha usalama. Jiji la Uvira bado linaendelea kusakamwa na wavamizi, na huku mkipiga masasi kiolela maadui wanaweza kuingilia kati, amewekea mkazo kamanda mchini wa FARDC Kanali Joseph Tipi. Tuwakumbushe kwamba bwana Rukumeta Biriho Pierre ambaye alikuwa kijita jemadari aliwahi kupata majeruhi kwa kupigwa risasi tarehe 26 mwezi Mei katika kijiji cha Narushaga katika nyanja za kati za tarafa ya Uvira wakati alikuwa akipigania nchi. Amefariki kutokana na majeruhi hayo siku ya posho tarehe 14. Alikuwa pia kiongozi wa kundi la MPDAC. Nikiripoti toka Uvira kwa niaba Ndenga FM, François Zebukuru Mwimule. Maelezo hayo mengi unatoka kuyafata kwake Bibi Françoise Bukuru toka hapo maeneo ya Uvira. Kwa kumalizia taarifa yetu ya habari, Baba Juvenal Mudimbi, ni kipi ambacho kinajiri? Waanga wanasema ugumu wa maisha ni kipimo cha akili na vile mazingira ambayo mtoto anakomalia ina umuhimu kabisa kwa maendeleo ya akili yake. Kulingana na masemi ya bwana Ezai Kambale, mtaalamu wa masuala ya maadhibisho, yeye anasema kwamba mtoto anayekomalisha vizuri katika mazingira masafi ana bahati kubwa ya kuendelea kuongozwa na kukomalisha akili yake vizuri. Masemi yake yaliweza kuchukuliwa na mwenzetu Alfani Biaombe pale Beni. À chaque niveau du quotient intellectuel correspond un type d'éducation. Kwa kila kiwango cha masomo kunakuwa namna yake ya kufundisha. Ndio kwa maana mtoto ambaye hayakuwa mkuu sana na elimu yake haijafungulika anakuwa na namna yake ya kufundishwa, kwa sababu ipate kumsaidia kumwelimisha, na hiyo inaendana na mwenendo wa kufundisha kwa mwalimu. Wazazi wanapasha tuma watoto wao nafasi ambayo kunapatikana mafunzo nzuri, na walimu ambao wanajua fundisha hawapashi peleka watoto wachanga masomoni. Kunakuwa umri wa masomo, sio mtoto yoyote anapasha anza shule. Ninawaomba tena wazazi hawa wasizuru sana watoto kama wanashinda mitihani. Wamekuwa na budi ya kuwapa nguvu kwa ajili ya kuwa na nguvu ya kutumika mitihani hiyo na kuweza. Parce qu'il n'est pas le seul facteur de l'échec, les parents ont aussi une contribution. Tukumbushe kwamba ndugu Ezai Kambale alihimiza pia wazazi kuweza kuandikisha watoto wao kwenye shule ambayo inakuwa na mazingira safi kwa ajili ya kubusti ama kusisimua vizuri ubongo wao. Na hapa ndo mwisho wa taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili ambako ilikuwa inasomwa nami Eva Joyce Gislene Dewilo. Tulikuwa tukishirikiana na Juvenal Modibi. Juvenal, tunasema asante kwa taarifa ya leo. Asante bibi Dewilo. Asante sana. Basi Tashkota ilikuwa ikimilikiwa naye Amani Bonheur Bwirire, uandishi wake Paul Ilunga. Boniface assistance ya leo ilikuwa inamilikiwa naye François Ototo Rosby chini ya uongozi wake Furahisha Makangila Zabu.